Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Ninachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua. Nikwambie Urusi imeendelea na mashambulizi ya drone dhidi ya Ukraine baada ya muda wa kusitisha mapigano kuweza kumalizika. Jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo usiku yamelenga mji mkuu wa Kyiv pamoja na miji ya Zaporizhia, Dnipro, Kharkiv na Kherson, na jeshi hilo pia limeripoti kwa maeneo ya Sumi kaskazini na Mykolaiv kusini yalishambuliwa. Usitishaji huo wa mapigano wa siku 3 uliotekelezwa kuanzia Jumamosi ulimalizika usiku wa kuamkia leo. Na kwa upande wake mamlaka za Urusi zimesema Ukraine nayo imeanza tena mashambulizi ya drone za masafa marefu. Mashambulizi hayo yametokea wakati safari za ndege katika baadhi ya viwanja vya ndege vya katikati mwa Urusi zikisimamishwa kwa sababu za kiusalama. Wiki iliyopita, Rais wa Marekani Donald Trump aliwahimiza Rais wa Urusi Vladimir Putin na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuheshimu usitishaji huo wa muda wa siku 3. Vilevile vikosi vya Urusi vimefanya mashambulizi kwenye eneo la Dnipropetrovsk ambapo maafisa wa Ukraine wanasema kuwa Urusi imerusha zaidi ya droni 200 usiku kucha na kufikisha mwisho matumaini ya kurefushwa kwa muda huo wa kusitisha vita. Wakati huo Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa jeshi la nchi hiyo limeshambulia miundombinu ya mafuta katika eneo la kati la Urusi la Orenburg lililoko zaidi ya kilomita 1500 kutoka mpaka wake. Ukraine na Urusi walikuwa wamekubaliana kusitisha mapigano kwa ajili ya maadhimisho ya ushindi wa iliyokuwa Jamhuri ya Sovieti dhidi ya Wanazi katika vita vya pili vya dunia. Hayo yakiendelea, marais Peter Pellegrini wa Slovakia na Alexander Van der Bellen wa Austria na Petr Pavel wa Jamhuri ya Czech wameunga mkono wazo la kuanzisha mazungumzo kati ya Umoja wa Ulaya na Urusi kuhusu suala la Ukraine. Tulizungumzia kuhusu mgogoro wa silaha nchini Ukraine na hitaji la kuanzisha majadiliano katika ngazi ya Ulaya na Urusi, Pellegrini alisema baada ya mkutano wao huko Bratislava. Kwa maneno yake, wote watatu wanaamini kwamba Umoja wa Ulaya unapaswa kuchagua mwakilishi mwenye mamlaka ya kushiriki katika mazungumzo na Urusi kuhusu kukomesha mgogoro nchini Ukraine. Kulingana na Pellegrini, haitakuwa rahisi kuanzisha mchakato wa mazungumzo, lakini ni muhimu kufanya hivyo. Hatuwezi kuruhusu Marekani kuwa kichocheo pekee cha mazungumzo ya amani. Bila ushiriki hayo Brussels, Ulaya itabaki kwa mtazamaji tu wa mikataba ambayo Washington inaingia na Moscow na Kiev, alisema. Vile mahakama nchini Ukraine imeahirisha kusikilizwa kwa kesi ya vikwazo vya kabla ya kesi kwa Andriy Yermak, mkuu wa zamani wa ofisi ya Volodymyr Zelensky. Chombo cha habari cha Novosti kinaripoti. Kwa hivyo wakili wa Yermak alisema kwamba hakuwa na muda wa kutosha kukagua faili za kesi hiyo ambazo zina juzuu 16 kila moja ikiwa na takriban kurasa 250. Vile maafisa wa zamani wa kijeshi wa Ukraine wanawafunza wanajeshi wa NATO kutumia ndege zisizo na rubani wakati wa mazoezi ya NATO nchini Latvia, gazeti la The Globe and Mail linaripoti. Maafisa kadhaa wa zamani wa kijeshi wa Ukraine wakiwa wamevaa miwani ya kuficha utambulisho wao walishiriki katika mazoezi ya Cristo Arrow kama wakufunzi. Hata hivyo, mwandishi wa gazeti hilo alibainisha kuwa licha mazungumzo ya kisasa, mazoezi hayo hayakuonekana kama mapigano mashariki mwa Ukraine ambayo ndege zisizo na rubani hutawala anga kwa idadi kubwa kiasi kwamba vifaru na mizinga haviwezi kusonga. Vile Volodymyr Zelensky, rais wa taifa la Ukraine, hajatajwa katika uchunguzi wa ofisi ya kitaifa ya kupambana na rushwa ya Ukraine kuhusu mkuu wa zamani wa ofisi yake Andriy Yermak. Mkuu wa shirika la kupambana na mambo ya rushwa Ukraine Semyon Krivonos anasema Volodymyr Zelensky hajawa na kwa sasa sio shabaha ya uchunguzi wa kabla ya kesi. Rais wa Urusi Vladimir Putin amemsifu Tatiana Mosklikova kwa mafanikio yake kama mchunguzi wa haki za binadamu wa Urusi. Kulingana na hati zilizoandaliwa kabla ya mkutano wa Putin na Mosklikova, zaidi ya wanajeshi 3700 wa Urusi wamerudishwa kutoka utumwani Ukraine tangu kuanza kwa mzozo huo. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Ukraine inakabiliwa na kuanguka kijeshi mwaka huu. Afisa zamani wa makao makuu ya jeshi la Marekani, mtaalamu wa mikakati ya usalama wa taifa na mhariri wa jarida la The Real War, David T. Pine anasema, akizungumzia kauli za Rais Vladimir Putin wa Urusi kuhusu tayari wake wa mazungumzo na AU, mtaalamu huyo alibainisha, tathmini yangu ni kwamba AU haiwezi kuaminiwa kujadili makubaliano ya amani yanayomaliza vita vya wakala vya NATO na Urusi
kwa sababu wao AU na Volodymyr Zelensky wanataka kuendelea na vita bila kikomo. Hivyo hadi Ukraine itakapoanguka kijeshi baadaye mwaka huu, kuna uwezekano kwamba mazungumzo ya moja kwa moja ya Urusi na AU hayataleta matunda. Kulingana na Pine, kwa viwango vya sasa vya majeruhi, inawezekana kwamba Ukraine inaweza kuishiwa na wanajeshi ifikapo mwisho wa mwaka. Matamshi ya Putin kwamba vita vinakaribia kuisha yatathibitishwa kuwa sahihi ikiwa Magharibi itakubali kujadili makubaliano ya mwisho ya amani yaliyojadiliwa na Urusi au la, mchambuzi huyo alisema. Afisa huyo wa zamani wa ulinzi alisisitiza kwamba mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani pekee ndiyo yanayoweza kukomesha mzozo huo kidiplomasia, kwa sababu rais wa Marekani Donald Trump ana nia ya dhati ya kutaka amani na Urusi, ingawa anaendelea kutoa kimakosa dola bilioni 12 za silaha kwa Ukraine, wakati angelazimika kufanya ili kumlazimisha Zelensky kufanya amani na ni kukata usaidizi wote wa usalama wa Marekani kwa Kyiv, ikiwa ni pamoja na ufikiaji wa Starlink. Kwa maoni yake, mkwamo katika mazungumzo hautamaanisha maendeleo yoyote katika suluhu ya kidiplomasia hadi jeshi la Ukraine litakapoanguka na kukubali kwa nguvu kwa Kyiv masharti ya amani ya Urusi. Shukran kwa Babe Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.